Jambo kubwa tunalohamasishana leo ni watoto kwenda na uzalendo. Uzalendo wa nchi yao. Watoto wafahamu kwamba nchi ni ya kwao. Ni mbunge wa viti maalum wa mkoa wa Manyara, naitwa Justina Rahi. Nimeshiriki leo mazoezi ya jogging asubuhi. Kuna taratibu lakini ya leo mkoa mahususi nikiwa na askari wa magereza na jeshi la mgambo hapo, wanafunzi wa Gehandu, wanafunzi wa Chief Sarwat, lakini pia naona wananchi wa Mbulu pia wamejitokeza kushiriki jogging hii. Jogging hii ni mahususi. Tumeona kipindi hiki wanafunzi wetu wanaelekea kwenye kufunga shule, watarudi nyumbani. Jambo kubwa tunalohamasishana leo ni watoto kwenda na uzalendo. Uzalendo wa nchi yao. Watoto wafahamu kwamba nchi ni ya kwao. Tanzania ni hii. Hakuna Tanzania nyingine. Kwa hiyo jukumu la ulinzi na kulinda na kujenga nchi ni la vijana pia, wajue wajibu wao. Leo mpango unaofikiriwa tarehe 9 Disemba, lakini wajibu wetu sisi ni kuendelea kuwaelekeza wananchi kwa mazungumzo, kwenye mikutano, kwenye jogging kama hizi. Tu kwamba kuna hatua nyingi tu kufikia makubaliano, kuna uchunguzi unaendelea, kuna meza maridhiano, kuna tume imeanzishwa. Kwa hiyo mambo ambayo Watanzania wanayahitaji tunaweza tukayapata kwa kupitia maridhiano. Hakuna sababu ya kuingia uharibifu, hakuna sababu ya kupoteza labda watu kuumia pengine. Mambo haya yanawezekana kwa sababu Tanzania sisi ni wamoja. Na pengine sehemu kubwa tunahamasishwa na mitandao, na vijana ni wazuri sana kuenda kwenye mitandao. Ndio maana tunawaambia kwa kweli kwenye ya mitandao wasiyafuate, wafikirie kwa kina zaidi. Lakini sisi viongozi tuna wajibu mkubwa sana kukaa na wananchi, kukubaliana na kufikia maridhiano ya mambo ambayo wananchi wanataka, kwa sababu mabadiliko hatuwezi kuyakataa. Mabadiliko yatatokea tu, lakini at least yapitie maridhiano ambayo tunakubaliana. Na bahati nzuri viongozi wetu wakiwepo rais wa nchi yetu yuko tayari kwa meza ya maridhiano. Jina naitwa John Ngowi, afisa utumishi, pia namwakilisha mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Mbulu. Pia kwenye zoezi hili tumejumlisha pia na kufanya usafi kama ilivyo ada, kufanya usafi mwisho wa mwezi. Kwangu napenda kuwashauri wananchi wa mji wa Mbulu wahamasishe amani. Amani ya nchi hii ukivunja ni ngumu kuijenga. Kwa pamoja waungane kuitengeneza amani, kuhakikisha kwamba wanazuia makundi mbalimbali ambayo yana lengo baya la kuweza kuchafua taifa letu, lengo baya la kuweza kuleta machafuko. Kuiondoa amani ni ngumu sana kuirudisha amani. Amani inajengwa kwa kipindi kirefu sana, lakini ukivunja kwa siku moja inatumia muda mrefu sana kuijenga. Jina naitwa Johnson Edward, natokea shule ya Gehandu Sekondari, ni mwanafunzi wa kidato cha 5. Na mimi ni mmoja kati ya wanafunzi ambao wamehudhuria mazoezi ya leo, lakini pia katika mazoezi haya tumejifunza mambo tofauti, ikiwemo ni kuwa na uzalendo na nchi yetu, lakini pia kuwa mabalozi wazuri wa nje na ndani ya mkoa huu wa Mbulu siku ya leo. Lakini pia kikubwa zaidi tulichojifunza ni kwamba kuwa na umoja pamoja na mshikamano ndio ili tujenge taifa letu. Jina naitwa Elias Kabebela Kasubi, ni mwanafunzi wa Chief Sarwat Secondary School. Kipekee namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii, ametuwezesha kufika mahali hapa kushiriki jogging hii. Jogging ambayo inahamasisha kujenga mwili, kujenga afya kwa ajili ya taaluma. Kwa shauri wazazi wetu, ndugu zetu wa karibu, hata wananchi wa sehemu ambazo tunaenda. Kwa hiyo kipekee tunamshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wetu pia kuturuhusu kushiriki jogging hii.